السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد وتكفوا إسلام namnaendelea kuzifuatilia darasa zetu za tafsiri ya Qur'an, na leo hii tunaangalia suratul Nazi'at insha Allah taala, sura ambayo inazungumzia habari za kutoka roho na habari za wanaokarusha siku ya kiyama, siku ya malipo. Mwenyezi Mungu amewazungumza fikra zao na hatua yao na wapi watakuwa makazi yao. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wanazi'at gharqa, na hapa kwa malaika wanaotoa roho za watu waovu kwa nguvu. Wanazi'at gharqa, na hapa kwa malaika wanaotoa roho za watu waovu kwa nguvu. Wanashitati nashqa, na hapa kwa malaika wanaotoa roho za watu wema kwa upole. Wasabihati sabha, na wanaoogelea nazo kwa kasi. Wasabihati sabha, na wanaoogelea nazo kwa kasi. Malaika wanaotembea nazo na kuogelea nazo ni angali roho hizo kwa kasi kubwa. Fasabiqati sabqa, na wanaozifikisha zinakofikishwa. Fasabiqati sabqa, na wanaozifikisha zinakofikishwa. Falmudabbirati amra, na wanaoyapangilia mambo. Falmudabbirati amra, na wanaoyapangilia mambo. Wote hao ni malaika Allah amewaapia. Yauma tarjufu rajifa, siku litakapopulizwa baragumu la kwanza. Yauma tarjufu rajifa, siku litakapopulizwa baragumu la kwanza, au wengine husema parapanda. Yani hili la kwanza ni lile ambalo litapulizwa na malaika Israfil aliyekuwa tayari anasubiri amri ya Mwenyezi Mungu, ili viumbe wote wa ulimwenguni muda huo utakuwa tayari dunia maliza, wataondoka wote kwa kupulizwa baragumu hilo la kwanza. Tatbau harradifa, litalifuatia baragumu la pili. Baragumu la pili litapulizwa ili viumbe walioko kwa makaburini wote waweze kufufuka kwa ajili ya kwenda kuelekea katika kiyama. Tatbau harradifa, litalifuatia baragumu la pili. Qulubu yawma idhin wajifa, nyoyo siku hiyo zitakuwa ni zenye hofu. Qulubu yawma idhin wajifa, nyoyo siku hiyo zitakuwa zenye hofu. Absaruha khashi'a, macho yake yatakuwa ni kuinamia chini. Au absaruha khashi'a, macho yao yatakuwa ni yenye kuinamia chini. Yaquluna, wanasema hivi sasa hivi wako wanaozungumza walio na madai kama haya. Yaquluna, wanasema a inna la marduduna fil hafira, hivi sisi tutarudishwa umbile la mwanzo. Yaquluna, wanasema a inna la marduduna fil hafira, hivi sisi tutarudishwa umbile la mwanzo. Aidha kunna idhaman nakhira, baada kuisha kuwa mifupa yenye kuchakaa. Aidha kunna idhaman nakhira, baada kuisha kuwa mifupa yenye kuchakaa. Qalu, wanasema tilka, hayo, idhan, ikiwa yatakuwa kweli, karratun khasira, ni marejeo yenye hasara. Qalu, wanasema tilka, hayo, idhan, ikiwa yatakuwa kweli, karratun khasira, ni marejeo yenye hasara. Fa inma, basi hakika si vinginevyo, hicho kiyama, zajratu wahida, ni ukelele mmoja. Fa inma, basi hakika si vinginevyo, hicho kiyama, zajratu wahida, ni ukelele mmoja. Fa idhahum bisahira, mara tu watajikuta katika ardhi nyingine. Fa idhahum bisahira, mara tu watajikuta katika ardhi nyingine. Halataka hadithu Musa, je, imekufikia habari ya Nabii Musa? Halataka hadithu Musa, je, imekufikia habari ya Nabii Musa? Idhnadahu rabbuhu, pindi alipoitwa na Mola wake, bilwadi almuqaddas Tuwa, katika bonde tukufu la Tuwa.
idh nadahu rabbuhu, pindi alipoitwa na Mola wake, bilwadi almuqaddas tuwa, katika bonde tukufu la Tuwa. Idhhab, nenda, ila Firauna, mpaka kwa Firauna, innahu tagha, hakika yeye ni mwenye kuchupa mipaka. Idhhab, nenda, ila Firauna, mpaka kwa Firauna, innahu tagha, hakika yeye ni mwenye kuchupa mipaka. Faqul, na useme, umwambie, hal laka ila an tazakka, je, unataka kujitakasa? Faqul, na useme, hal laka ila an tazakka, je, unataka kujitakasa? Akatumwa Nabii Musa aende kwa Firaun amwambie, unahitaji kuongoka wewe kweli? Wa ahdiyaka ila rabbika, na nikuongoze kwa Mola wako, fatakhsha, ili upate kumwogopa. Wa ahdiyaka ila rabbika, na nikuongoze kwa Mola wako, fatakhsha, upate kumwogopa. Farahu al-ayata al-kubra, basi Musa akamuonesha Firaun miujiza mikubwa. Farahu al-ayata al-kubra, Musa akamuonesha Firaun miujiza mikubwa. Fakadhaba, akamkadhibisha Musa. Firaun akamkadhibisha Musa, wa asa, na akamwasi Mwenyezi Mungu. Fakadhaba, akamkadhibisha Musa, wa asa, na akamwasi Mwenyezi Mungu. Thumma adbara, kisha akageuka, yasa akaondoka. Thumma adbara, kisha akageuka Firaun, yasa akaondoka. Aya ya 23 ya sura An-Nazi'at, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapomsimulia Firauna kwa kusema fahashara, akawakusanya watu. Fa'il wetu hapa ni Firauna, mtendaji wetu wa kitendo hiki. Fahashara, akawakusanya watu. Fanada, na kanadi. Faqala, kasema, ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mola wenu mkubwa. Ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mola wenu mkubwa. Fa akhadhahu Allah, akampatiliza Mwenyezi Mungu, akamwangamiza Mwenyezi Mungu. Nakala al-akhirati, kwa tamko lake la mwisho, wal-ula, na la mwanzo. Mwenyezi Mungu akamwangamiza Firaun, nakala al-akhirati, kwa tamko lake la mwisho, wal-ula, na la mwanzo. Limetangulizwa la mwisho kwa maana la mwisho lilikuwa zito zaidi, na ndio lilomsababisha akaangamizwa. Tamko la mwisho ni lipi? Ni pale Firaun aliposema ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mungu wenu mkubwa. Wal ula, na tamko lake la mwanzo ni lipi? Tamko la mwanzo ni pale Firaun aliposema sijapata kumuona, sijamjua bado Mungu wa kweli isipokuwa mimi. Maana yake hajamjua Mungu. Inawezekana akimjua angeweza kumfuata kama angetaka, lakini sasa anawaambia watu kwamba sijamjua, sijapata kumjua Mungu wa kweli. Lakini tamko zito zaidi ni pale alipokuja akajithibitisha tu kwamba mimi ndiye Mungu wenu mkubwa. Matamko haya mawili kwa pamoja ndiyo yalimsababisha Firaun akaweza kuangamizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama tunavyojua katika kisa, anaangamizwa kupitia bahari, akazama kabisa, na huo ndio ukawa mwisho wake. Inna fi dhalika, hakika muna katika hayo, la ibaratan, mazingatio. Inna fi dhalika, hakamuna katika hayo, ibratan, mazingatio, liman yakhsha, kwa yule mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu. Antum ashaddu khalqa, hivi nyinyi ni wagumu zaidi kwa umbile. Amis samau, au ni bora mbingu, banaha, alizozijenga Mwenyezi Mungu. Antum ashaddu khalqa, hivi nyinyi ni wagumu zaidi kwa umbile. Maumbile, hivi nyinyi ni wagumu zaidi kwa umbile. Amis samau, au ni bora mbingu, banaha, alizozijenga Mwenyezi Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatulinganisha sisi. Je, sisi tunajiona tu wazito zaidi, tu wagumu zaidi? Maumbile yetu ni makubwa zaidi, ni magumu zaidi, au bora mbingu kwa ukubwa na ugumu na uzito alizozijenga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hivyo ndivyo anamaanisha Mwenyezi Mungu akitaja aliyoyaumba makubwa zaidi yetu sisi wanadamu, lakini tunakuwa wakaidi, tunakuwa hatujali, hatutii. Rafa'a samkaha, Allah anasimulia mbingu zilivyo, na rafa'a samkaha, amezinyanyua kimo chake. Rafa'a samkaha, amenyanyua kimo chake. Wa fasawaha, akazifanya sawa sawa. Wa aghtasha laylaha, akautia kiza usiku wake. Wa akhraja dhuhaha, akautoa mchana wake.
wal arda ba'da dhalika, na ardhi baada ya kuyafanya hayo, dahaha, akaitandika. wal arda ba'da dhalika, na baada ya kuyafanya hayo, wal arda ba'da dhalika, na ardhi baada ya kuyafanya hayo, dahaha, akaitandika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. akhraja minha, akatoa kutoka katika hiyo ardhi, maaha, maji yake, wa mar'aha, na malisho yake. akhraja minha, akatoa katika ardhi, maaha, maji yake, wa mar'aha, na malisho yake. malisho kwa maana chakula cha wanyama. waljibala, na milima, arsaha, akaithibitisha. waljibala arsaha, na milima akaithibitisha, yani akaisimamisha kwa uimara na madhubuti. mata'an lakum, ili liwe ni starehe kwa ajili yenu, wali an'amikum, na kwa ajili ya wanyama wenu. mata'an lakum, ni starehe kwa ajili yenu, wali an'amikum, na kwa ajili ya wanyama wenu. fa idha ja'at at-tammatul kubra, pindi litakapokuja balaa kubwa. fa idha ja'at at-tammatul kubra, pindi litakapokuja balaa kubwa. yauma yatadhakkaru al-insanu, siku atakapokumbuka mwanadamu, masaa, yale aliyoyafanya. yauma yatadhakkaru al-insanu, siku atakapoyakumbuka mwanadamu, masaa, yale aliyoyafanya. waburrizatil jahimu, na utadhihirishwa moto wa jahannam, liman yara, kwa yule mwenye kustahiki kuona. waburrizatil jahimu, na utadhihirishwa moto wa jahannam, liman yara, kwa yule mwenye kustahiki kuona. fa amma man tagha, ama yule mwenye kuchupa mipaka katika madhambi. fa amma man tagha, ama yule mwenye kuchupa mipaka katika madhambi. وآثار الحياة الدنيا, na akayapenda mno maisha ya kidunia. وآثار الحياة الدنيا, na akayapenda mno maisha ya kidunia. fa innal jahima hiya almawa, basi moto wa jahannam ndio makazi yake. fa innal jahima hiya almawa, basi moto wa jahannam ndio makazi yake. wa amma man khafa maqama rabbih, ama yule mwenye kuogopa kisimamo cha Mola wake, ama yule mwenye kukiogopa kisimamo cha Mola wake. wa nahan nafsa anil hawa, na akaikataza nafsi yake kuwa mbali na matamanio. wa nahan nafsa anil hawa, na akaikataza nafsi yake kuwa mbali na matamanio. fa innal jannata hiya almawa, basi hakika pepo ndio makazi yake. yasalunaka, wanakuuliza wewe Muhammad, anis saati, kuhusu kiyama. ayana mursaha, lini kitatokea. yasalunaka, wanakuuliza Muhammad, anis saati, kuhusu kiyama. ayana mursaha, lini kitatokea. fima anta min dhikra, hukuwa wewe Muhammad mwenye kukitaja hicho kiyama. fima anta min dhikraha, au una nini wewe Muhammad hata ukitaja hicho kiyama. kwa maana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa mwenye kujua hicho kiyama, hasa wakati wake kitatokea muda gani. fima anta, una nini wewe Muhammad min dhikraha, hata ukitaja hicho kiyama. ila rabbika muntaha, kwa Mola wako ndio mwisho wake. hiyo elimu mwisho wake ni kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. ila rabbika, kwa Mola wako, muntaha, ndio mwisho wake. inma, hakika si vinginevyo, anta mundhiru, wewe ni mwonyaji tu. man yakhshaha, kwa yule mwenye kukiogopa hicho kiyama. inma, hakika si vinginevyo, anta mundhiru, wewe ni mwonyaji. man yakhshaha, kwa yule mwenye kukiogopa hicho kiyama. kaanahum, kama kwamba wao, yauma yarawnaha, siku watakapokiona kiyama, lam yalbathu, hawakukaa duniani, illa ashiyatan, isipokuwa jioni moja, au duhaha, au mchana wake. kaanahum, kama kwamba wao, yauma yarawnaha, siku watakapokiona kiyama, lam yalbathu, hawakukaa duniani, illa ashiyatan, isipokuwa jioni moja, au duhaha, au mchana mmoja. hivyo ndivyo ambavyo wataona siku ya kiyama, kama kwamba duniani hawakukaa isipokuwa mchana tu na jioni yake, kwa sababu muda wanauona mdogo, hawakufanya kitu, hawakujitendea, hawakutumia muda vizuri. Watukufu wa Islam, tutumie muda wetu vizuri kwa kuyatafuta ya khairi na kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tukanufaike siku ya kiyama na tufurahi, na tusije tukawa wenye kujuta. Wabillahi tawfiq, hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.